Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tarakatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi kaannaka kadi khuliqta kama tasha'u. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za sura za Qur'ani. Karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za sura za Qur'ani. Na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaanzia sura ya 56, sura ya 56. Lakini ni kuombe, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, like, kadhalika share video zetu. Taib, ndugu zangu watazamaji, wanawazuoni wanaendelea, wanasema mwenye kuota yuasoma suratul Waqi'a, Al-Waqi'a ambayo ni sura ya 56. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha kana sabakan ila taati, kana sabakan ila taati. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atakuwa ni mwenye kutangulia katika kufanya mema. Sabakan manake ni mwenye kutangulia, ila taati, katika kufanya mema, atakuwa ni mwenye kujitahidi katika kufanya mema. Kwa hivyo ukiota unasoma sura ya 56 suratul Waqi'a, ukiamka muombe Allah subhanahu wa ta'ala ujitahidi katika kufanya mema, kwa sababu hakuna kitakachomfaa mwanadamu baada ya maisha haya mafupi ya duniani isipokuwa mema aliyoyatanguliza. Taib, ama wanaendelea wanasema, na mwenye kuota yuasoma suratul Hadid. Suratul Hadid ni sura ya 57. Suratul Hadid ni sura ya 57. Sasa wanawazuoni wanasema na mwenye kuota yuasoma suratul Hadid kana mahmudul athari sahihul badani, mahmudul athari sahihu albadani. Taib, wanasema na mwenye kuota yuasoma sura ya 57 atakuwa ni mwenye athari njema, mwenye athari njema, tena sahihul badani, mwenye afya njema. Sahihu albadani maana yake afya njema. Kwa hivyo ukiota unasoma suratul Hadid, ukiamka muombe Allah akujalie uache athari njema na akujalie afya njema kwa rehema zake. Taib, lakini wanaendelea wanasema na mwenye kuota yuasoma suratul Mujadala. Suratul Mujadala ni sura ya 58, ni sura ya 58. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha kana mujadalan li ahli al-batili qahiran lahum bil hujaj. Wanasema mwenye kuota yuasoma suratul Mujadala, ndoto hiyo inamaanisha mtu huyo atakuwa ni mwenye kujadiliana na watu wa batili, atakuwa na uwezo wa kujadiliana na ahlul batili, watu wa batili manake watu waongo, lakini qahiran lahum bil hujaji, na kuwashinda kwa hoja. Atakuwa ni mwenye kujadiliana nao na watu wenye kufundisha uongo, lakini atawashinda qahiran lahum bil hujaji, tena atawashinda kwa kutumia hoja. Hiyo ndio maana ya kuota unasoma suratu al-Mujadala ambayo ni sura ya 58. Taib, wanaendelea wanasema na mwenye kuota yuasoma suratul Hashri ambayo ni sura ya 59. Wanasema ahlakallahu a'daahu au a'dauhu. Ndoto hiyo inamaanisha ahlakallahu a'daahu. Ndoto hiyo inamaanisha Mwenyezi Mungu atawaangamiza maadui zake.
Yani ukilala ukaota unasoma suratul Hashri, usingizini umelala ukaota unasoma sura ya 59, maana yake Allah atawaangamiza maadui zako, wale wanaokufanyia vitimbi, wanaokufanyia uadui, wanaokuchukia bila ya sababu, basi Mwenyezi Mungu atawaangamiza kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, lakini wanaendelea wanasema, na mwenye kuota yuasoma suratul Mumtahina. Suratul Mumtahana au Mumtahina ni sura ya 60. Wanasema mwenye kulala akaota yuasoma suratul Mumtahina, na latuhu mihnatun wa ujira alaiha. Wanasema mwenye kuota yuasoma hii sura ya 60, kwanza atapata mitihani, na latuhu mihnatun, atapata mitihani mingi sana katika maisha yake, wa ujira alaiha, na malipo makubwa. Ikiwa atafanya subra kupitia mitihani ambayo atakayoipata, basi Mwenyezi Mungu atamlipa malipo makubwa. Ikiwa atavumilia, ikiwa atafanya subra juu ya mitihani ambayo ataipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ikiwa inatoka kwa watu akavumilia akafanya subra, Mwenyezi Mungu atamlipa malipo makubwa kabisa. Hiyo ni ndoto ya 60 ya kuota unasoma suratu al-Mumtahina. Taib, lakini wanaendelea wanasema, na mwenye kuota yuasoma suratu Saf. Suratu Saf ni sura ya 61, ni sura ya 61. Wanasema ndoto hiyo inamaanisha istushhida, kwa maana ya mtu huyo atakufa shahidi. Istushhida, atakufa shahidi, au atajitolea muhanga, atakuwa ni mwenye kujitolea sana muhanga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atamjalia kufa shahidi, atakufa shahidi kwa rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji kiujumla. Taib, lakini mwenye kuota yuasoma suratul Jum'a. Al-Jum'a ni sura ya 62. Asa mwenye kulala akaota yuasoma suratul Jum'a, maana yake ndoto hiyo ama inaashiria ndoto hiyo, jamaa Allahu lahu alkhairati, jamaa Allahu lahu alkhairati. Ndoto hiyo inamaanisha Mwenyezi Mungu atamkusanyia kheri nyingi sana. Jamaa Allahu lahu alkhairati, Mwenyezi Mungu atamkusanyia kheri nyingi sana. Mwenye kuota yuasoma suratu Al-Jum'a ambayo ni sura ya 62. Taib, ndugu zangu, wanaendelea wanawazuoni wanasema, na mwenye kuota usingizini yuasoma suratul Munafiqun. Suratul Munafiqun, wanasema ndoto hiyo inamaanisha Mwenyezi Mungu bari aminan nifaqi, au buri aminan nifaqi, atatakaswa na unafiki. Mwenyezi Mungu atamwepusha mtu huyo na unafiki. Na unafiki, ndugu zangu, ni katika sifa mbaya sana, na ni katika sifa ambayo itapelekea watu kuishi daraja ya chini kabisa motoni, kama Allah alivyotueleza katika Qur'ani, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar, hakika ya wanafiki watakuwa tabaka la chini kabisa motoni, manake watakuwa katika moto mkali sana. Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa ya unafiki. Kwa hivyo mwenye kulala akaota yuwasoma suratul Munafiqun ambayo ni sura ya 63, atatakaswa, atawekwa mbali, ataepushwa na sifa ya unafiki. Taib, lakini wanaendelea wanawazuoni wanasema, na mwenye kuota yuwasoma suratu Taghabun. Suratu Taghabun ni sura ya 64, ni sura ya 64. Wanasema istaqamatu ala alhuda, istaqamatu ala alhuda, mtu huyu atasimama katika haki. Ukiota unasoma suratu Taghabun, maana yake utakuwa na msimamo
juu ya haki. Utakuwa ni msimamizi, manake utasimamia haki na utaipenda haki kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho ndugu zangu watazamaji, kwa kumalizia, wanasema wanawazuoni, mwenye kuota yuwasoma suratu Talaqa ambao ni sura ya 65. Ukilala ukaota unasoma suratu Talaqa ambao ni sura ya 65, wanasema dallat ala niza'in bainahu wa baina imraatihi yuaddi dhalika ila alfiraq fana'udhu billahi min dhalik. Wanasema ukiota unasoma suratu Talaqa, wanasema ndoto hiyo inamaanisha ala niza'in, juu ya mizozo, migogoro, matatizo, bainahu wa baina mraatihi, baina ya huyo aliyeota na mke wake, baina ya huyo aliyeota na mke wake, yuaddi dhalika ila alfiraq, mizozo ambayo itapelekea kutengana na mke wake. Yani ukiota unasoma suratu Talaq, maana yake hiyo ndoto inamaanisha mizozo itakayotokea baina yako na mke wako, mizozo ambayo itapelekea kutengana baina yako na mke wako. Kwa hivyo ukiota unasoma suratu Talaq, ukiamka muombe Allah akukinge, akulinde, isitokee mizozo baina yenu na isitokee kutengana baina yako na mke wako. Fanza sana dua za kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalinde isitokee mizozo baina yenu. Mwisho ndugu zangu watazamaji, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, ndoto binafsi tunatafsiri, lakini sio bure, si bure, tunatafsiri kwa sadaka. Utatutumia sadaka yako kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0652 286323, kisha utatupigia simu, utatuhadithia ndoto yako, tutakutafsiria, ama utatutumia message, tutakutafsiria. Na wale ambao mnahitaji tiba, mnahitaji visomo vya kubatilisha uchawi, hasadi na kuondosha mashetani na visomo mbalimbali, basi tuwasiliane kupitia nambari zetu hizo za simu. Naitwa Imam Shabani Ramadhani Mponda, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.